Kama mnavyoona jamani, naomba mnisaidie kama serikali. Sina la, nyumba yangu itaondoka. Nimemaliza. Kwa majina naitwa David Nyinge, ni mwananchi wa Kitasengwa. Kiukweli serikali imetutupa. Serikali imetutupa kwa sababu hizi barabara toka zilivyochanwa kipindi Meya Kimbe hawajai kufuatilia miundombinu, hawajai kufuatilia chochote. Haya matatizo mnayoyaona wananchi wazidi kupambana nayo kila mwaka mvua inaponyesha. Kwa hiyo kusema tutaisubiri serikali si hatuwezi. Tutachangishana sisi wenyewe, tutaweka kalavati hapa. Kwa sababu haina msaada. Hizi barabara toka zimechanwa, toka imeanza hizi madiwani hawa. Hatujaona msaada wowote kwenye karibu nchi nzima. Kwa hiyo si hatushangai tukisema tuanze kusubiri sijui nani mwenye mtendaji aombe kalavati sijui na nini, tunapotezeana muda. Kama tuko tayari si wananchi tuchangishane hapa tununue kalavati, kwa sababu kalavati moja shilingi 60,000. Tunataka makalavati 4 na sio sehemu hii tu, bado kuna maeneo mengi, kuna watu wamevunjikiwa nyumba huko chini. Kwa majina naitwa Teresia Haule, ni mkazi wa Kitasengwa eneo hili. Kiukweli tunaomba serikali itusaidie. Hii ni adha kubwa sana ambayo imetukuta wananchi wa mtaa huu. Ukiangalia tuna watoto wadogo wanaenda shule, lakini kwa hali kama hii watoto wadogo hawawezi kuvuka hapa, ni hatari kubwa sana. Hali hii imetokea sana ni jana. Ukiangalia mimi asubuhi nilienda kwenye mizunguko yangu kama kawaida, nilipita vizuri. Lakini wakati wa kurudi ile jioni na kuja kukuta korongo, kwa kweli nilishangaa sana. Nilikuwa na watoto wadogo, tukapata tabu sana kuvuka hata kwenye ile korongo. Tunaomba jamani serikali itusaidie, viongozi wakuu. Tunaombeni msikie kilio chetu. Tunatamani hata leo hii kama ingewezekana tungepata suluhisho la hili tatizo. Kwa majina naitwa Dominic Aberansi Mwalemba, ni mkazi wa eneo hili. Kimsingi ndugu waandishi wa habari, nadhani mmeona hali ilivyo. Mmeona korongo lililotokea hapa. Changamoto hii ilianza kidogo, tumekuwa tukipigia kelele, tumekuwa tukiomba msaada, lakini unaona viongozi wengi wamekuwa wakijivutavuta. Lakini kikubwa zaidi leo imekuwa ni siku ngumu kwetu sisi wakazi wa eneo hili. Kwa sababu kama mnavyojua maisha yetu ya Kitanzania, tumekuwa tukitegemea tutoke ndo tule. Lakini unaona wananchi wote hawa hapa leo hawajatoka kwenda kula. Kwa sababu gani? Hawezi kupita. Na wanaogopa wanaweza kaondoka wakaenda makazini, halafu ikatokea madhara ambayo pengine familia zao zikaathirika. Kwa hiyo ukatoka sasa hizi ukasema unaacha watoto nyumbani afu unaenda kutafuta. Utatafutaje wakati hujui baadaye nini kitatokea? Mvua ikinyesha manake pengine hata kwa mfano huyu mwenzetu tuna wasiwasi kama mvua itanyesha basi hii nyumba baadaye tunaweza tusikute hapa. Muda huu tunaiona, lakini baadaye mvua ikinyesha tunaona kabisa inaweza ikapotea. Kwa hiyo tumebaki tu nyumbani, hatuna cha kufanya, tunachosubiri sasa sijui kitu gani kifanyike. Kwa hiyo tunaomba kama viongozi wanaweza wakaja kwa muda huu basi waje tufanye nao tathmini kwa pamoja eneo hili. Majina naitwa Cecilia Stefano Ugi. Mimi ndo balozi wa eneo husika la mtaa Shina namba 5, barabara ya Mikwere Road. Kwa kweli changamoto ambayo ninayo kwenye mtaa mimi pamoja na wananchi wenzangu ni barabara ya mtaa wa Mikwere Road ambayo kama mnavyoona imekatika sehemu nyingi, tunashindwa namna ya kupita kutoka huku kuelekea barabara ile kubwa ya Tan Road. Kwa hiyo ombi langu mimi kama balozi wa eneo husika, nilikuwa naomba ngazi za kata na ngazi kubwa, uongozi mkubwa wa ngazi za juu waweze kutuangalia kwa jicho lingine, maana yake mtaani tuna wamama wajawazito ambao pengine wanaweza wakaumwa usiku wa leo, tutashindwa namna ya kuwasafirisha hapa kwa ajili ya kuwapeleka hospitali. Maana yake hospitali zetu sisi ni pale Frelimo na pale government. Kwa hiyo niwaombe sana ngazi za juu, hususan ngazi ya kata na ngazi ya huko juu waweze kutusaidia hapa hata kama karavati, ili sisi tuweze kutengeneza